From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Wamebarikiwa kwa baraka zote, wanaweza kuketi na tutaendelea kujenga kile ambacho Mungu alipenda. Ninyi ni wapendwa. Katika miaka hii, bado hakukuwa na huduma iliyoinuka kuitisha kanisa, wapendwa. Kwa sababu yule aliyepaswa kufanya hivyo alikuwa Yesu Kristo. Anaposema atawaita wapendwa. Yule ambaye hakuwa mpendwa alitwaa mpendwa. Vizuri, leo tuna mada ya kuvutia kama kawaida ya kushiriki nanyi. Mada hii ni ya utata kwa sababu inasema wengi ni wote. Sasa si wote. Vizuri, tutaelezea kadri mada inavyoendelea. Tutaenda kusoma Mathayo sura ya 26 katika mstari wa 20. Inasema, kwa maana hii ni damu yangu ya agano jipya ambayo inamwagika kwa ajili ya wengi kwa msamaha wa dhambi. Nilisoma neno hili wengi miaka mingi iliyopita, lakini nilivutiwa na damu ya Yesu Kristo haikuwa mwagika. Nilivutiwa na neno wengi kwa sababu inaonyesha kwamba si watu wote wanaozaliwa wana haki ya ugavi huu. Lakini nilifikiria ni Mathayo, mwanaume asiye na maarifa, bila msingi. Hii ni kitabu cha historia. Sio vitabu vinne pekee wanavyoviita Injili, ni vitabu vinne vya historia: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Labda ziliandikwa nyingi zaidi, labda vitabu 20. Kila aliyekuwa na pesa za kulipa mwandishi na alikuwa jirani wa Yusufu na Maria na angeandika kuhusu mtu Yesu. Lakini nilianza kutafuta na nikasema, sawa, Paulo alimtaja Isaya kama nabii wake wa kupenda. Hivyo nikaamua kutafuta neno hilo wengi huko Isaya. Katika Isaya tutaisoma mistari ya 11 ya Isaya 43. Inasema, ataona matunda ya dhiki ya nafsi yake na ataridhika. Kwa sababu ya maarifa yake atamjustifi mtumishi wangu mwenye haki kwa wengi, na atachukua dhambi zao. Katika mstari wa 12 pia inasema, baada ya yeye kubeba dhambi za wengi na kuomba kwa wakiukaji. Sawa, sasa neno wengi lina umuhimu mkubwa. Si Mathayo pekee bali pia Isaya alizungumza juu ya mada hiyo. Na kwa hiyo nikaamua kutafuta mistari ya Agano la Kale ili kuthibitisha hili suala la wengi. Sasa angalia anachosema Daniel 9:27. Daniel 9 inasema, mtumishi wangu atathibitisha agano na wengi, sio wote. Katika sura ya 12 ya Daniel, wengi watakuwa safi na watakuwa weupe. Neno wengi linajirudia.
Hivyo hilo lilianza kuwa mada ya kujenga, mada ambayo nilipaswa kuzungumzia ili kuimarisha imani na kuelewa agano la kutokuweka tohara, kuelewa kusudi la Mungu na mbegu hizo mbili duniani. Anazungumzia wengi na si wote. Anaposema wote, anazungumzia wengi. Kisha nilihamia kwenye kitabu cha kihistoria katika Mathayo sura ya 20 mstari wa 28. Angalia mstari huu. Inasema kwamba alikuja kutoa maisha yake kuwa fidia kwa wengi. Yaani hiyo ilikuwa mada wazi, ukombozi ulikuwa kwa wengi, sio wote. Kwa sababu kama angeweza kuwaokoa wote, angewaokoa wote, lakini kuna mbegu mbili, Kaini na Abeli. Mnakumbuka mwizi mzuri na mbaya. Wote ni wabaya, lakini kama alivyokuwa na imani, walimuita mwizi mzuri katika historia. Anaposema kondoo, inaonyesha mbwa mwitu. Alitoa maisha yake kwa kondoo. Sasa tukielekea Agano Jipya, mnajua nimesema kwamba Agano Jipya linaanza katika Warumi, kwa sababu agano halibadiliki isipokuwa kifo cha mtunga agano. Hivyo wakati Kristo alikufa, Agano Jipya lilianza, na pekee aliandika kwa njia bora zaidi kuhusu Yesu Kristo alikuwa mhandisi mahiri, Mtume Paulo. Mitume hawakuandika chochote, kwa sababu katika wakati huo Yesu Kristo hakuwa Mkristo, alikuwa Myahudi na alifanya sheria ya Musa. Kwa hivyo hakuweza kuzungumzia Ukristo wakati huo. Paulo ndiye anayekuja na ufichuo wa Agano Jipya. Paulo anasema katika Waebrania, anasema akiwa na kusudi la kuleta watoto wengi katika utukufu. Paulo anaendelea kurejelea neno wengi. Katika Waebrania 9:28 inathibitisha. Inasema kwamba Kristo alijitoa mara moja tu ili kuondoa dhambi za wengi. Mada imeimarishwa. Mada ni kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya wengi na si kwa ajili ya wote. Inaonekana kukufuru. Hakika, wote walio katika mfumo wanafikiri kwamba hii ni kukufuru. Je, Kristo hatakufa kwa wengi? Hakika. Tunahitaji ushahidi zaidi. Angalia, nilisema wote na wengi. Ni muhimu kuelewa maneno haya, kwa sababu ikiwa hujui neno wote katika muktadha wa Paulo na wengi, utachanganyikiwa. Warumi sura ya 5 mstari wa 18 na 19, tazama jinsi inavyosema. Inasema hivyo, kama kwa kukiuka kwa mmoja hukumu ilikuja kwa watu wote. Wangapi? Kwa mmoja hukumu ilikuja kwa wote. Lakini angalia kwamba anaposema wote anamaanisha si watu wote bali ni wengi. Anasema kwa njia ile ile. Njia haiwezi kubadilika. Kwa haki ya mmoja haki ilikuja kwa wote. Je, tunajua vipi kwamba wote ni wengi? Tazama mstari wa 19. Mstari wa 19. Kwa kukiuka kwa mmoja wengi walifanywa kuwa wenye dhambi. Hivyo hawa wengi ni wote wa mstari wa 18. Mnaelewa? Na inasema kwamba kwa njia ile ile wengi watakuwa wenye haki. Sasa mconfusion inatoka wapi kwamba Bwana alikufa kwa watu wote? Kwa sababu ikiwa unafikiri alikufa kwa watu wote, basi unaamini katika uhuru wa kuchagua. Unatoka katika agano. Unatoka katika mafundisho, huko si katika mafundisho sahihi kama unavyosema umekuwa kwa miaka yote hii. Angalia, tazama, Yohana wa kwanza.
Anaposema barua ya kwanza ya Yohana ni kwa sababu ni ya Yohana. Paulo hakuwahi kusema. Alisema barua ya Paulo kwa Watesalonike, kwa Wagalatia, kwa Waefeso, kwa Wakolosai, kwa Wakorintho, NK. Sasa wanaposema kwa Timotheo, ni barua ya Paulo kwa Timotheo. Sasa Paulo alionya, tazama, kuwa makini na mafundisho, kwa sababu barua zitajitokeza kana kwamba ni zetu, lakini si zetu. Tazama jinsi Yohana anavyoandika. Barua ya kwanza ya Yohana ni ya Yohana. Ni ya Yohana. Hizi ni barua. Ningependa kukutahadharisha usome Yakobo. Barua ya kwanza ya Petro, kwa sababu ni ya Petro, ni ya Yakobo. Ya pili ya Petro, ya kwanza ya Yohana, ya pili ya Yohana. Yuda, Ufunuo. Hizi ni vitabu 8 vya mwisho Paulo alituhadharisha, ambavyo ni vitabu vya tohara, wanafunzi wa tohara, na unahitaji kuwa makini nao unapowasoma. Unahitaji kuelewa hivyo, ambayo ni vitabu vilivyoandikwa kwa mapenzi yao. Sasa angalia jinsi Yohana anavyosema. Ukosefu wa hekima wa Yohana anapandika barua ya kwanza ya Yohana. Tazama anasema kuwa yeye ni fidia kwa dhambi zetu zote, si zetu pekee, bali pia za kila mtu duniani. Hapa hasemi Yohana anakuondoa ikiwa unadhani Kristo alitoa damu. Unahitaji kuzingatia wengi na wote. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hawezi kuchagua. Mungu huchagua na kuamua. Mungu anasema alichagua ili kusudi lililofanywa kwa uchaguzi libaki. Warumi. Hivyo angalia, kwa mfano, ikiwa nina michungwa 100 na mara moja, katika hizo michungwa nachagua 50 kwa sababu ni nzuri. Naacha 50 katika pipa. Nahitaji kusema. Nasema, je, unaweza kuniletea michungwa yote? Sasa, sio zote zilizokuwa katika pipa pamoja na zile za kikapu. Nilichagua 50 na kuziweka. Hivyo ninaposema manzani zote, ninamaanisha zile nyingi nilizonazo, lakini si manzani zote zilizokuwepo, kwa sababu nilichagua 50. Hivyo unapaswa kuzingatia neno kuchagua, kuamua na kupanga. Angalia ushauri wa Paulo, ambayo neno linaandika kupitia Luka, Matendo sura ya 13. Mstari wa 48 kuelewa mada hii nyeti ya kanisa. Angalia mstari wa 48, na walimwamini wote waliotumia uhuru wao. Inasema, na walimwamini. Inasema vipi? Na walimwamini wote waliokuwa wamepangwa. Neno kupangwa halijawahi kutumika katika madhabahu ya Injili, Katoliki, Pentekoste, Presbiteriani, Mashahidi wa Yehova. Hakuna kundi la Kikristo linalozungumzia hili. Mada hii huwezi kuisikia. Haisemwi popote. Ni Yesu Kristo pekee anayeweza kukueleza, kwa sababu anajua akili ya Kristo inayoelezea. Anasema, unapaswa kuwa umewekwa. Hauamini kwa sababu unatumia uhuru wako. Fikiria Mungu akiwapa watu kuchagua familia. Paulo anasema familia ya imani. Nani anachagua familia ya imani? La, kwa sababu wameshafariki na mtu aliyekufa hawezi kufanya maamuzi. Warumi 3:10. Hakuna mzuri. Hakuna kuelewa. Hakuna anayemtafuta Mungu. Ikiwa hakuna mzuri, familia ya imani itatoka vipi? Kwa kuchaguliwa. Sema kuchaguliwa. Kwa mpangilio. Mungu alikadiria. Mungu aliamuru. Mungu alikadiria. Unakumbuka Kristo anasema, ninatoa maisha yangu.
Hao ni wengi, kondoo. Anasema kama ningekuwa na mia ya kondoo, ikiwa moja nje, nitapata kondoo huyo. Nitampata kondoo huyo, kwa sababu lazima aokoe wote aliowapanga na wote aliowajua. Basi unakumbuka, ningependa kusema nilipita New York, Bronx, nikaona kanisa Yohana 3:16. Nilisema ni nzuri, jina zuri. Nilisema hivyo wakati huo. Sasa sihitaji jina hilo. Yohana 3. Tazama, angalia Yohana. Lakini angalia wanavyosema. Ukimuuliza Mkristo Yohana inasema nini, watakujibu, kwa maana kwa namna hiyo Mungu alivyopenda ulimwengu, akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila anayeamini ndani yake asipotee, bali awe na uzima wa milele. Je, inasema ili kila anayeenda kuamini ndani yake au anayeamini ndani yake? Mtume, lakini kuna tofauti gani? Tofauti ni kubwa sana. Hawajui kusoma. Kwa sababu wako katika uasi, wamechafuliwa na tohara. Na hivyo wanasema ili kila anayeenda kuamini, lakini si hivyo. Ili kila anayeamini, kwa sababu tayari anaamini. Kwa sababu Mungu amemchagua. Yohana 6:44 inasema hakuna anayeweza kuja ikiwa Baba hakuletea au Baba hakuvuta. Kama inavyosema, ili ufike hapa ilibidi uletwe. Huwezi kuja mwenyewe kwa hiari yako. Una hiari. Una hiari ya kufanya mambo mabaya. Una hiari ya kusafiri kwa ndege. Una hiari ya kula kwa njaa. Lakini kuchagua Mungu, hapana. Mungu asipotoa hatua, hatua ni ya Mungu kwetu, si yetu kwa Mungu. Uhuru wa kuchagua, kila kanisa linaloamini uhuru wa kuchagua liko katika uasi. Ndivyo ilivyo. Na utashangaa kwa sababu ukimwendea mchungaji, unamwambia mchungaji, unaamini? Atakujibu bila shaka. Ikiwa Mungu akikupa wokovu na huuchukui, unajipoteza motoni. Ndivyo wanavyosema wote, kwa sababu hakuna hekima. Hawamjui Mungu. Lazima niseme, Wakristo wa leo hawamjui. Kama wangejua, wangeweza kuelewa haya ninayosema. Hapa ninachosema ni wazimu kwao. Hii ni nini? Hii ilikuwa wapi? Kristo alikufa kwa wengi? Hapana, Kristo alikufa kwa kila anayeamini ndani yake, kwa wale wanaotaka kuamini. Hapana, mambo haya hayafanyi kazi hivyo, mbarikiwa ndugu. Hii inafanya kulingana na amri ya Mungu, maarifa ya awali ya Mungu ambayo si tu alikujua na kukuteua, lakini yuko na uhakika kwamba utafika. Aliandika jina katika kitabu. Ndiyo maana Luka sura ya 10 mstari wa 20, waliposema, tazama Bwana, katika jina lako tulitoa mapepo, kwa sababu wakati huo ilikuwa inawezekana, yalikuwepo. Anasema mapepo yanajisalimisha katika jina lako, lakini aliwaambia msifurahi. Bora ninyi mfanye furaha kwa sababu majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Hiyo inapaswa kufurahisha. Sio kutoa mapepo, kwa sababu wakati Kristo alikufa alitoa mapepo, na sasa hakuna mapepo ya kutoa. Hivyo rafiki yangu mbarikiwa, mada ya wengi ni wote. Sasa unaweza kuelewa. Mungu anachagua. Na Mungu anachagua. Hivyo ni wote. Ni wote, wengi. Hivyo katika wakati huu naanza kukuaga ili nikusihi uwe makini na haya na masomo haya na uiandike ili uweze kuyamiliki
na ili uweze kufikiri kuhusu neno la kutokuwepo kwa tohara. Unajua kuna injili mbili. Ni injili mbili, moja ya uongo. Wagalatia 2:7 inasema Petro alipatiwa injili ya tohara, ambayo ilikoma miaka 2000. Na Paulo anasema kwa ajili yetu mataifa tulipewa injili kutoka Warumi hadi Waebrania. Ikiwa unashindwa, utakuwa sahihi. Injili ya kutokuwepo kwa tohara. Wagalatia 2:7 Paulo alipatiwa injili ya kutokuwepo kwa ajili yetu. Na unapofanya utafiti wa vitabu kutoka Warumi hadi Waebrania, utafurahi, utapumua kwa kina, utakuwa na amani kwa sababu utaona Paulo. Tazama, Paulo yuko pale. Inasema Kristo hakumtuma kubatiza. Paulo anasema Pasaka yenu tayari imekatwa. Hiyo ni msingi wa mafundisho. Tuache msingi huo na utaona shetani ameangamizwa. Waebrania saa 2:14 inasema shetani ameangamizwa. Shetani hayupo. Waefeso. Tamaa za udanganyifu zinazotawala mwili wetu, ambazo ni tamaa za udanganyifu, ni uongo. Usiziamini. Lazima upeleke mawazo hayo katika utiifu wa Yesu, ili ujue kwamba umebarikiwa kwa baraka zote, kwamba wewe ni zaidi ya mshindi, hakuna kinachoweza kukutenga na upendo wa Mungu, kwamba hakuna anayeweza kukuchukua kutoka mikononi mwake. Alikuteua kabla ya msingi wa dunia na sasa anakushikilia. Hakuna atakaye kuchukua. Hivyo nakubali wewe ni mtiifu kwa agano. Kumbuka kutoka Warumi hadi Waebrania maisha yalifichwa. Maisha ya milele yapo katika vitabu hivyo. Na nakusii ufanye mgawanyiko haya ili upatikane katika imani na si katika uasi. Umebarikiwa kwa baraka zote hadi wakati mwingine.